More than pain ni zaidi ya maumivu kwa kweli. Simulizi hii inamhusu kijana mmoja ajulikanaye kwa jina la Omari, na msimulizi wako ni Mr. Mengi aka Kisiki. Wacha tu, najua maisha ya Dar es Salaam ni mazuri kweli, kwa sababu naona sasa hivi nimebadilika sana, kwa sababu maisha yangu yanakwenda vizuri. Hivyo nina mpango wa nitoke pale nyumbani kwa shangazi nikatafute chumba nipange. Hayo yalikuwa ni mawazo ya kijana Omari. Alikuwa akiwaza na kuwazua. Omari ni kijana ambaye alitoka kijijini Morogoro na kuja Dar es Salaam kutafuta maisha. Alifikia sehemu moja julikanaye Manzese kwa shangazi yake. Omari alipofika katika jiji la Dar es Salaam, yani Manzese, alikutana na rafiki yake mmoja ambaye walikuwa karibu sana, ajulikanaye kwa jina la Huseini. Omari alimpenda sana Huseini kama rafiki yake, na walikuwa wako karibu mno kuliko kitu chochote. Lakini wakati huo Omari alipofika Dar es Salaam kwa shangazi yake, Huseini alikuwa anapambana sana na Omari katika shida na raha kama marafiki, yani ni best friend. Hivyo Huseini katika kupambana kwake alisikia kuna nafasi ya kazi ya ulinzi. Ndipo Huseini alipomuunganisha Omari na kwenda kuanza kufanya kazi, ili mradi tu asiwe mtu wa kukaa nyumbani. Huseini alikuwa na roho nzuri sana, lakini Huseini yeye alikuwa akifanya kazi kwa Wahindi. Hivyo Omari alianza kufanya mazoezi na kuanza kuwa na body nzuri ya muonekano, kana kwamba bodybuilder mzuri kabisa. Na Huseini alimpatia Omari kazi hiyo ya ulinzi katika hiyo sehemu ambapo Omari alikuwa ni kama gateman katika kumbi za starehe. Hivyo Omari alilazimika kwenda jimu na kuwa na mwili mzuri sana. Wakati huo Omari bado alikuwa akiishi kwa shangazi yake, kwani Omari alitokea katika kijiji cha Mvuha kilichopo huko Morogoro. Omari wazazi wake wote wapo, na akaamua tu kuja kuishi kwa shangazi yake Dar es Salaam. Omari ni mtoto wa pekee kwa mama yake na baba yake. Hayo ndiyo yalikuwa maisha ya Omari mara tu alipofika katika jiji la Dar es Salaam. Akapata kazi ya gateman ambayo alipelekwa na rafiki yake Huseini. Maisha yao yalikuwa mazuri sana baina ya Huseini na Omari kama marafiki. Siku moja Omari alitoka kwa shangazi yake kuelekea kwa Huseini kumtembelea anapokaa. Ndipo alimkuta Huseini pale. "Huseini mwanangu." "Da, mambo vipi?" "Oh, Omari." "Da, niko poa mwanangu, inakuaje wewe?" "Mwanangu Huseini, nikwambie kitu kimoja. Unajua mimi nikikaga kwa shangazi pale nyumbani huwa nakuwaza sana, kwa sababu umeniheshimisha katika jiji hili, umeniheshimisha sana, kwa sababu zamani unakumbuka Huseini, tulikuwa tukikaa pale
maskani mpaka jioni, unasikia shangazi tu ananiita, Omari, Omari chakula. Utakuta naenda kula, narudi, tunakaa tunapiga story. Kipindiko wendo kwa hujapata kazi yako kwa Wahindi kule. Lakini sasa hivi wewe umepata kazi nzuri kwa Wahindi na mimi ni Getman, basi nasikia raha kweli. Ingawa mishahara ya kawaida, lakini nasikia raha sana. Ni kweli unachosema Omari. Lakini Omari, nikuulize kitu kimoja rafiki yangu. Kale katoto na kuona nako. Katoto gani tena? Hussein, mbona unazingua bwana? Katoto gani bwana? Mbona unakuwa mkali bwana? Yule kibinti kile kizuri kinakaa pale mtaa wa pili, kile kinaitwa Husna. Omari we noma, Hussein we noma mshikaji wangu. Unajua nakwambia nini kwa sababu we noma? Unajua kale katoto bwana, nikwambia kitu kimoja, mimi nimekaanza kukamega hivi, yani kuwa na mahusiano nacho. Alafu takriban kama mwezi hivi. Lakini nikasema ngoja nikufiche mwanangu. Lakini baada ya muda nitakwambia, mtoto nampenda sana. Alafu mtoto amelelewa, yani unajua ana mambo mengi. Kutokana na kipato changu, naona unajua kutoa Getman hela zenyewe tunazopewa ndio hivyo, lakini kibongo tunaishi. Basi niko naye katika mahusiano, na mahusiano yetu bwana sio mabaya. Ni mtoto ananipenda sana, na mara nyingi huwa ananisisitiza, bwana panga chumba chako. Unajua mimi kuja hapa kwa shangazi kila siku, kuingia hapa najisikia vibaya. Ananiambia hivyo, lakini sasa nawaza ndo na make nini mtoto Husna yule. Husna mzuri, yani Husna mzuri, Husna ana tabia nzuri, yani wewe acha tu mwanangu. Mimi mwenyewe kweli napenda ule bwana Omari. Sikiza Hussein, sikiza nakwambia, yule bwana shemeji yako, au sio? Omari bwana, yani Omari mwanangu umekausha, ujanambia au sio? Lakini fresh, mimi kwa kuwa naelewa na najua maisha ya bongo yalivyo, wala usijali rafiki yangu, tuko pamoja. Alafu mimi nakusupport. Unajua kale katoto kazuri sana Omari. Mara baada ya maongezi yao baina ya Hussein na Omari rafiki yao, kwa mbali alionekana Husna binti mrembo sana akielekea kwa kina Omari anapoishi, yani kwa shangazi yake. Lakini njia aliyokuwa akipita Husna ni njia ambayo inapita pale pale kwa kina Hussein. Hivyo Hussein alikuwa wa kwanza kumuona Husna akielekea katika njia ile kuelekea kwa kina Omari. Hussein alimtonya Omari kwa kumwambia, Omari, unasemaje bwana Hussein? Oya, mtoto yule anakuja mwanangu, anakuja. Husna anakuja. We acha. Yuko wapi? Okay, namuona. Angalia, unajua mtoto anapotembea yule mimi ananiacha. Sasa unajua ufanye Omari, ufanye umoe bwana. Unajua mtoto mzuri sana yule. We acha. Tutaongea tu rafiki yangu. Tutaongea. Huyo anakaribia kufika. Na kashaniona hapa. Unaona anatabasamu kidogo. Ngoja nimkaribishe hapa, atakuonea aibu wewe. Shemeji yangu Husna, karibu sana bwana. Karibu hapa. Hussein, leo unanita shemeji? Haya. Shemeji yako kwa nani? Husna bwana. Unadhani mimi sijui kinachoendelea baina yako na Omari? Omari, ushamwambia Hussein. Omari. Yaani Omari wewe, nikwambia kwanza usimwambie kwanza, tumfanyie surprise. Eti Omari ushamwambia? Amna, unajua nini nikwambie mpenzi wangu Husna? Mimi huyu sikumwambia, lakini huyu kuna vitu alikuwa anahisi. Unakumbuka kuna siku pale na nimetoka kazini, nimebeba begi, alafu tukapita pale nikaanza kukunulia chipsi pale. Kumbe Hussein alikuwepo kwa mbele hivi, akatuona. Alafu leo ndo ananikumbushia hapa. Ndo ananiambia
Kweli kweli Huseni noma. Huseni. Naambia shemeji yangu mambo. Fresh tu, inakuaje? Mambo poa shemeji yangu. Hivyo nilikuwa natoka nyumbani huko na nilikuwa naelekea kwa Omari. Unajua mimi bila kumuona Omari kusema la ukweli, yani moyo wangu hauko hata sawa. Unajua nampenda sana Omari. Alafu Omari siku hizi ana nguvu. Unajua amejazia. Sijui ndio kazi yake ya Getman na manondo anayobeba hayo. Yani nampenda. Unajua Huseni kwambie kitu, mimi nampenda sana rafiki yako Omari. Unajua kile kipindi cha kwanza kile alichotoka kijijini kwao alipokuwa kwa shangazi yake pale, alikuwa mpole, katulia, mshamba. Lakini sasa hivi yani tangu kipindi kile mimi nilikuwa nasema yule mvulana yule mpole, yule mvulana kwa kweli hata mimi nilitokea kuvutiwa naye. Sasa siku alivoni approach nikasema kweli ngoja tu kwanza nimzungushe, lakini mkubali hata mimi pia nampenda kusema kweli. Ni kweli, basi mfanye mipango muone kwa sababu maisha yanakwenda haya, si unajua. Ni kweli unachosema shemeji Huseni. Omari mimi nimemwambia, lakini mimi nilichomwambia Omari ni kwamba pale kwa shangazi tujitahidi tumekimeki hela tuame, tukisha ama pale tufanye process. Mimi si unajua tena sina baba wala mama na naishi kwa dada, na dada nishamwambia mimi na mahusiano na mkaka mmoja hivi anaitwa Omari. Dada akaniambia hakuna shida. Kwa hiyo mimi nikamwambia basi sawa, ila siku yoyote akishakuwa tayari tutakuja kutambulishana. Unaona? Omari akanijibu fresh tu, hakuna shida, lakini nikiongea naye kwenye simu na namsalimiaga dada, na dada namfahamu kwa sababu kuna siku tulikutana pamoja hivi tukaongea kidogo tu, lakini haikuwa rasmi. Kwa hiyo dada anamfahamu na amenambia dada kwamba yule mkaka anaonekana katulia, sijawahi kumuona kwenye mambo ya ajabu. Hivyo hata mimi mwenyewe ananipa moyo kwa msemo wake huo. Na mimi pia Omari namuona ana mambo ya ajabu kwa kweli. Ni sawa shemeji yangu Husna, lakini mimi naomba heri kwenu kwa sababu Omari hana muda mrefu hapa Dar es Salaam. Sio kesho na kesho kutwa tena unamsaliti. Yani nikwambie kitu shemeji Huseni. Yani Omari alivyokaa ndani ya moyo wangu sijui nisemeje. Yani let kama angejua au moyo wangu ungekuwa na kitu cha kufungua, basi ningepasua nikamuingiza nikamficha. Alafu nikwambie kitu, hata indode yake ningekuwa na kufuri ningeibana. Wewe acha tu shemeji Huseni. Basi poa. Omari mbona umekaa kimya sana? Ongea chochote rafiki yangu. Nyie naona mmeongea sana na baby hapa. Husna kaongea sana. Sasa unadhani mimi nisemeje sasa? Mimi sina la kusema kwa kuwa nampenda mpenzi wangu. Na leo tuko hapa pamoja kwa rafiki yangu Huseni. Tunaongea na nini au unasemaje? Kwa hiyo mimi binafsi of course nampenda Husna. Na matarajio yangu pia awe mama wa watoto wangu. Hiyo ndio kitu ambacho mimi natumaini. Au unasemaje rafiki yangu Huseni? Ni kweli. Hilo ndo la msingi. Basi mimi ngoja niingie zangu ndani. Nyie niwaache muende huko nyumbani. Au mnasemaje? Sawa shemeji, basi ngoja mimi nimchukue huyu mtu niende naye kwa shangazi kule. Tende ndani kidogo, kuna maongezi kidogo nataka nikaongee naye, au sio? Haina noma. Hapo ndipo Omari akaondoka na kuongozana na mpenzi wake Husna kuelekea kwa shangazi anapoishi. Huko njiani walikuwa wakishikana mkono kwa mahaba mazito kabisa. Mahaba ambayo kila mmoja aliyapenda pale mtaani. Kwa kuwa Omari alikuwa ni mvulana mwenye tabia nzuri sana. Na vivyo hivyo Husna naye alikuwa ni msichana mwenye tabia nzuri. Hivyo mahusiano yao waliyapenda sana watu wa mtaani pale. Basi baada ya matembezi hayo ya muda mfupi yaliyochukua takriban kama dakika 10 hivi, ndipo Omari na Husna walifika kwa shangazi. Kwa bahati nzuri walimkuta shangazi nje akisuka ukiri, na shangazi alimteulia Omari chumba mara tu alipofika Dar es Salaam.
Husna akaanza kumsalimu shangazi kwani anamfahamu vizuri. Auntie, auntie, shikamoo auntie. Maraba, upo we binti? Mbona kuna wiki kuja hapa kwa mwanangu? Nikasema mkwe sasa unaanza kumsaliti mwanangu. Jamani auntie, hakuna, nilikuwa busy, unajua dada alinituma nende kule kule Mkuranga kule, make kuna kashamba kake kule. Kwa hiyo nilikwenda kufuatilia kule na kuna site yake kule mafundi wanajenga, lakini Omari nilimwambia kwamba baby, mimi siku 2-3 hutoniona. Kwani hajakwambia chochote auntie? Omari anasemaga basi. Omari asemi hata kidogo. Omari mpaka umuulize, lakini hivi aseme eti auntie, masuala mjua mchumba wako alivyo, tabia zake. Yaani yeye mtu hana maneno mengi, yaani yeye anafanya mambo yake tu. Ndio yuko hivyo. Basi auntie nisamee. Basi wala usijali, msamee bure tu mwanao huyu. Basi auntie, mimi naomba niingie tangu ndani, tuna maongezi kidogo na Omari. Ndipo Omari na mpenzi wake Husna walipoingia ndani na kufanya mazungumzo yao yalivyo kama vile wapenzi ilivyokuwa ada. Mahusiano yao yalikuwa ni pambe sana na maisha yao yalikuwa yenye upendo na yenye kuthaminiana kwa kweli. Basi maisha yakawa yanaendelea hivyo baina ya Omari pamoja na mpenzi wake Husna. Baada ya mazungumzo yao ya muda mfupi, ndipo Omari akamchukua Husna na kuelekea kumsindikiza nyumbani kwao. Hivyo njiani walikuwa ni vicheko na furaha tu, na mambo yao yalikuwa ni mazuri kweli kweli. Basi wakati wanarudi njiani, mazungumzo yao yalikuwa kama ifuatavyo. Husna, mpenzi wangu, najua nakupenda sana na matarajio yangu uwe mama wa watoto wako, yaani mama wa watoto wangu, kwa sababu Husna, unajua wewe ni binti mmoja mrembo, alafu achana tu na urembo wako, yaani Husna unaonyesha kabisa unanipenda kwa dhati. Lakini nikwambie kitu mpenzi wangu, mwisho wa mwezi huu nataraji nikipata mshahara nitakupa hela kidogo, lakini pia mimi nataka nielekee kwa mama Morogoro huko, nende nikawasalimie mama na baba. Unajua tangu nije Dar es Salaam, sema la ukweli, sijaenda. So unajua tena maisha ya Bongo hapa ni kupambana tu, kupambana, kufanya hiki na kile. Kwa hiyo kwangu mimi naona ni wakati mzuri sasa nielekee nikawasalimu na wanipe baraka zao. Au uliko unasemaje mpenzi wangu? Ila nitakumisi sana Omari. Unajua mimi kukaa siku 4 ama wiki ama mwezi mmoja bila kukuona kwa kweli Omari, itakuwa ngumu. Ningekuwa najulikana kwa wazazi wako huko, ingekuwa ni vizuri kwamba tungeondoka wote, lakini anyway wewe kasalimia wazazi, lakini naomba usichelewe kurudi kwa sababu si unajua mimi sina rafiki. Nikiwa tu muda wote niko ndani pale kwa dada, akirudi dada ndio rafiki yangu, na kinyume na dada nakaa ndani natazama zangu TV. Si unajua rafiki yangu ndio wewe. Kwa hiyo naomba Omari, kama kweli safari yako itafanikiwa, naomba sana, please baby, please sana, usikae sana huko, basi wahi kurudi, sawa? Nimekuelewa mpenzi wangu, haina shida. Hilo nadhani ni swala dogo tu, nitajitahidi, lakini nimekwambia ni mwisho wa mwezi huu, nadhani bado kama siku 4-5 hivi. Anyway wewe wala usijali kwa hilo, sawa mpenzi wangu? Sawa. Sasa Husna, sikiliza basi, chukua hii 20,000 hii, utafanya matumizi siku 2 hizi. Mimi nadhani ya hope kesho kutwa hivi mshahara ukishatoka nitakupa, then nitaanza safari kwenda kuwasalimia wazazi. Ama leo unasemaje? Asante, nashukuru. Lakini wewe unayo ya kutumia? Mimi haina shida nayo.
Okay, anyway, basi sawa, nimekuelewa. Husna alikuwa ni binti mzuri sana, na binti mzuri kwa maana mzuri kwa sura, na hata tabia zake zilikuwa nzuri sana. Basi Husna akaelekea kwa dada yake na kwenda kupumzika, na Omari akarudi taratibu kuelekea kwa shangazi yake pia na kwenda kulala. Siku ile ikaisha, ndipo masiku yakapita na mwisho wa mwezi ukafika. Omari akapokea mshahara wake, na ndipo sasa Omari amepanga safari ya kwenda kwa wazazi wake. Lakini Omari kabla hajakwenda kwa wazazi wake, ilimpasa aelekee kwa rafiki yake kipenzi aliyompokea kwa amani na upendo katika jiji la Dar es Salaam, na si mwingine ni huyo Mr. Hussein. Hivyo Omari akasema ni busara kwanza niende nikazungumze na Hussein, ili nikisha kwenda kuwaona wazazi basi naye asizani kana kwamba nimemtenga. Nadhani mambo yatakuwa mazuri hivyo. Omari akashika njia na kuelekea kwa Hussein. Mara alipofika kwa Hussein akabisha hodi. Odi, odi. Odi, odi. Odi. Unasiji kalala humu ndani? Ngoja ngonge mara mwisho, kama amki mimi naondoka zangu bwana. Odi, odi. Nana. Omari. Vipi mwanangu? Bana, kwa nimepita hiyo na usingizi mwanangu. Sasa nasikia mtu anagonga kwa mbali. Si unajua ukiwa katika usingizi yani unakuwa kama mtu ambaye umelewa fulani hivi au yani unajua nilikuwa nimelala kidogo mwanangu. Hussein naye rafiki yangu unalala sana, mambo mazuri nini? Hamna umali, unajua wakati mwingine tunachoka, mambo yanakuwa mengi, si unajua. Ipi habari rafiki yangu? Karibu sana. Poa bana, mimi bwana leo sikai sana kwa sababu kuna vitu nataka nikaandae kidogo. Nimekuja tu kukuaga kwa sababu nataka niende kidogo. Unajua tangu nije hapa sija kwenda kwa cheki wazazi, si unajua. Kwa hiyo ili nipasa niende kidogo nikasalimie. Omari, ngoja kwanza maki kifua kimenibana hapa. Okay poa. Unajua nini nakwambia kitu Omari? Flesh, yani hicho unachokifanya ni jambo bora sana, kwa sababu uwezo ukakaa tu huku bila kupata baraka za wazazi. Mimi nakubless na kuombea kila kitu, na kwamba wewe nenda kasalimie wazazi, alafu nadhani si utarudi kwa sababu kazi zinaendelea kule. Ni kweli nimeomba kama wiki 2 hivi ama 1. Kwa sababu si unajua na shemeji yako Husna naye anasema nisikae sana, si unajua. Najua Husna, unajua kafa kazimika, alafu sasa hivi Omari unajua body yako hiyo ya kubeba nondo na nini, unaonekana handsome boy, unajua. Yaani umenipita, hata mimi naonekana wa shamba, wewe wa mjini. Unajua kazi yako nayo ni nzuri ya get man, lazima uwe unafanya sana mazoezi, ndio? Kweli mwanangu unachosema sasa hivi, unajua hata mimi naona, unajua hata wanawake wengi wananizimia huko. Lakini sasa mimi najua sio target yangu. Mimi at least naweza kukaa na kumfikiria labda kumoa Husna. Omari, ngoja nikuulize kitu. Unajua kuna neno umeliongea hapo ambalo mimi sikulielewa vizuri. Unasemaje labda? Kwa maana Omari, wewe Husna jinsi anavyokupenda una target na yeye? Unajua nikwambie kitu Hussein, yani lazima nikwambie uhalisia. Wewe mimi mtu wangu, na kama mtu wangu lazima nisikufiche, si unajua. Lazima nikwambie kitu ambacho kipo mwanangu. Na kitu ambacho nataka nikwambie ni kwamba
Mimi bwana, katika fikra zangu, yani ubongo wangu ulivyo na fikra zangu ambazo nafikiria, yani sifikiri kabisa kuoa Dar es Salaam. Yani hilo unajua, wakati mwingine sijawahi kuambia hata siku moja Hussein kwamba moyo wangu kuna vitu tayari umeshajenga, kwamba unajua Dar es Salaam wanawake ni wajanja sana. Hata Husna yule unamuona yuko vile, anaonekana tabia nzuri kweli, mimi hajawahi kunifanyia jambo baya, lakini kiuhalisia nikwambie kitu tu rafiki yangu Hussein, kwamba huyu bwana, yani huyu binti ni mzuri, ana tabia nzuri, ana kila kitu. Lakini mimi bwana, fikra zangu ndefu kabisa na mawazo yangu, siwezi kuoa Dar es Salaam. Mimi lazima nikaoe kwetu kijijini, nije naye hapa. Yani hayo ndio mawazo yangu siku zote. Lakini naona Husna amezama kwenye dimbi la mapenzi. Si yeye tu, lakini hata mimi nampenda, lakini sasa huo ndio utaratibu wa kwetu, na mimi pia ndo nimeshapanga hivyo. Na mama wakati mimi naondoka kuja Dar es Salaam aliniambia kabisa, nenda huko mwanangu katafute maisha, lakini ukitaka kuoa basi urudi huko mapema ili tutafute binti ambaye atakuja huko kuwa mke bora na sio bora mwanamke. Ni kweli unachosema rafiki yangu Omari, lakini nikwambie jambo moja ambalo lipo katika maisha. Kwa fikra zangu mimi sikulazimishi, lakini unajua Husna ni binti mtulivu sana. Na kweli mambo ambayo umeambiwa kwamba Dar es Salaam kuna wanawake ambao hawafai kuwa wake ni kweli, lakini ndani ya jiji hilo hilo wapo wanaofaa kuwa wake. Na lakini pia nikukumbushe jambo moja, hata kijijini pia wapo, kama unavyoona Dar es Salaam mchanganyiko, wapo waliokuwa wazuri wa kuishi nao, lakini pia wapo ambao si wazuri kuwa wake. Na nielewa ingawa asilimia kubwa ya wanawake wa kijijini wakija Dar es Salaam wanakuwa ni wanawake wazuri na wenye kutulia, hawana vishawishi sana ukilinganisha na wa hapa. Lakini rafiki yangu Omari, mimi siwezi kukukatalia kwa sababu ni fikra zako na ni mawazo yako. Kwangu mimi sidhani kama uko wrong, lakini mimi nimejaribu kukushauri Husna anafaa kuwa mke. Nisikilize mimi Omari. Naona sasa Hussein, nimekuja kwako kukuaga kwamba naondoka, naona yamezuka mambo mengi kwa kweli. Anyway, unachosema si uongo. Unachosema ni jambo ambalo la kweli, lakini fikra zangu siwezi kuzipinga, na naamini kabisa mwanamke wa Dar es Salaam mimi hatoweza kunifaa, kwa sababu mimi najua wanawake wa Dar es Salaam bwana, ni wanawake wengi wanakuwa wajabu ajabu. Ingawa Husna ni mwanamke ambaye anavaa vizuri, anajiheshimu, hajawahi kunifanyia jambo baya lolote lile, na hajawahi kunivunjia heshima hata siku moja. Lakini kusema la ukweli, lazima niwe mkweli. Mimi kumuoa Husna, yani kumuoa mwanamke wa Dar es Salaam ni ngumu. Yani nikwambia hivyo rafiki yangu, besti yangu Hussein, naomba nielewe kwa hilo. Ni kweli nimekuelewa, lakini nisikilize nikwambie jambo muhimu sana. Okay, sasa kwa mfano ukitaka kuoa Husna unamwachaje? Na kwa jinsi alivyoonyesha upendo wa kukupenda, unamwachaje kwa mfano? Sasa sikiliza nakwambia rafiki yangu Hussein, wewe acha mimi niende kwanza kwa bibi mkubwa kumsalimia, alafu nitakaporudi tutakaa chini tujadili. Mimi najua wewe mwanangu una vitu vingi, una madini. Una madini sana. Najua unaweza nikaja ukanipa ushauri mzuri, ukanieleza kitu bora kabisa. Mimi sidhani kama kuna baya. Mimi ngoja kwanza niwahi, kwa sababu naenda kujifungasha ili kesho asubuhi alfajiri mimi niwahi kutoka. Au ulikuwa unasemaje rafiki?
Ni kweli, lakini discussion hii mimi naomba ukirudi tukae chini, kwa sababu umri wetu unakwenda na ifike wakati sasa inabidi tuwe na wake, tuwaoe, sawa, tuishi, tuangalie na familia. Wewe huwezi ukakaa kwa shangazi yako kila siku. Na mimi siwezi kukaa hapa homeboy kila siku, lazima tutoke, tukatafute maisha, tuangalie familia inakuwaje, au sio mwanangu Omari? Ni kweli. Mimi sina la kusema katika hilo Hussein, mimi nakukubali, lakini ngoja kwanza niende home nikakutane na wazazi, na umenipa wazo zuri, lazima kule nikifika kule wazazi ni wapange kabisa, kwa sababu katika fikra zangu mwakani mimi nataka nioe, au mwaka huu mwishoni nataka nioe. Sasa hapo lazima niwe na changamoto, tamwachaje Husna ili nikawe kijijini na nisoma vizuri, na Husna ndo kanipenda na mimi pia nimempenda, lakini mimi nishatia katika moyo wangu kwamba siwezi nikaoa Dar es Salaam, kwa sababu hata mama pia ameniambia hivyo na baba pia ameniambia hivyo. Kwa hiyo nitafanyaje? Husna tushapendana sana, lakini fikra zinakataa. Basi ngoja niende mwanangu, au sio? Poa, mimi nimekuelewa mwanangu Omari. Basi mimi nakutakia kila laheri, msalimie bi mkubwa, au sio? Sawa, ila nikifika kule nitampa simu bi mkubwa akusalimie bwana, nitamwambia huyu rafiki yangu anaitwa Hussein, ni rafiki yangu wa karibu sana, ni rafiki ndugu. Bwana nitafurahi, najua. Wewe acha tu. Ni kweli, unajua ukinipa simu ya mama kweli na mimi nitafurahi sana, kwa sababu mama atajua una rafiki Dar es Salaam ambaye anakusapoti katika shida na raha, au sio? Hussein, usiwazi mwanangu, acha mimi niwahi, au unasemaje? Haina shida ndugu yangu. Safari njema, sawa? Poa mwanangu. Hapo ndipo Omari alipoanza kuondoka na kuelekea kwa shangazi yake kwa ajili ya maandalizi ya safari yake ya kesho. Mungu si Athmani, asubuhi kumepambazuka. Omari ameshika mabegi yake na kuelekea stendi kutafuta basi la kuelekea Morogoro. Ndipo Omari anachukua mabegi yake na kuelekea stendi ya Mbezi kwa ajili ya kukata tiketi ya kuelekea Morogoro. Wakati anajiandaa kubeba mabegi hayo, Husna huko aliko nyumbani kwa dada yake, roho yake haikuridhika kuona Omari anaondoka tu. Basi Husna naye alimuaga dada yake asubuhi ili mradi apate kwenda kumsindikiza Omari. Zimepita dakika chache tu baada ya Omari kujiandaa, kukoga na kuweka vitu vyake sawa, ndipo ukasikika mlango ukigongwa. Odi. Nani tena size? Mimi nataka niondoke. Sijui atakuwa anamtaka shangazi huyu, sijui nani. Omari alikuwa akijiuliza. Mara kidogo Omari akatoka zake hapo na kufungua mlango. Ndipo akamwona Husna amevaa vizuri na kumrukia, kumkumbatia. Wow. Mpenzi wangu, unajua jana sikulala. Husna, kwa nini ukulala tena? Na si nishakuaga Husna. Mbona mkuja asubuhi? Omari, sio mie, moyo. Yaani moyo Omari. Mimi nataka nikusindikize tu nifike mpaka hapo, nikuona unapanda basi, mimi narudi. Kweli mpenzi wangu. Ndio nikuchumba si. Umependeza leo. Usende ukaibiwa huko kijijini huko. Maana wanawake kijijini wanapenda wanaume wanaotoka mjini wanapendeza. Nakwambia usije ukaibiwa huko Omari. Usiwaze. Wewe ndio kila kitu. Umesikia? Usiwaze, na mimi siko tayari kuharibu penzi letu. Basi ngoja niite bajaji basi tuondoke mpenzi wangu, au sio? Hamna shida. Haya. Mara tu Omari
akapiga simu ya bajaji kwa kuwa alikwisha chukua namba. Dakika hazikupita nyingi sana, bajaji ikaelekea mpaka pale kwa kina Omari. Ndipo mwenye bajaji akawapakia Omari na Husna akiwa akimsindikiza mpenzi wake. Omari akielekea kuwasalimia wazazi wake Morogoro katika kijiji cha Mvua. Basi bajaji ikashika njia na kuelekea stendi ya Magufuli ya Mbezi kwa ajili ya magari ya kusafiri mikoani. Husna alifurahi sana kumsindikiza mpenzi wake, kwani aliona ametimiza azma yake. Mungu jalia, bajaji ikafika stendi na Omari akaelekea kukata tiketi katika ofisi za Abudi Bus Service na kupata tiketi na siti nzuri na kuanza safari. Hivyo Husna alionekana kuwa mnyonge sana akirudi na bajaji ile. Wakati bajaji ile imembeba Husna ikimrudisha nyumbani kwao kama vile ambavyo Omari aliamuru kumwambia mwenye bajaji amrudishe Husna, Husna alionekana kana kwamba anaumwa malaria. Ama kweli mapenzi yanaumiza na mapenzi yanakaa ndani ya moyo. Husna alionyesha kwamba ameondokewa na mtu muhimu sana kuelekea kwao. Hivyo Husna alijiona ni mpweke sana na alikuwa ni mnyonge ghafla, tofauti na vile ambavyo alivyoanza safari ya kwenda kumsindikiza. Ndipo njiani mwenye bajaji akamhoji Husna, "Dada, nikuulize kitu rafiki yangu?" Niulize." "Mbona ghafla tu umekuwa mnyonge? Shida nini kwani? Kwani ule ni mumeo au ni nani?" "Mume wangu yule." "Kwa hiyo mumeo si anasafiri, mbona umekuwa mnyonge? Wakati tunakwenda ulikuwa umechangamka, lakini sasa hivi unaonekana mnyonge. Kwa nini?" "Usiolijua ni usiku wa kiza kaka, we nipeleke wala usitake mangine hayo. We kazi yako usikuendesha bajaji, naomba unipeleke tu, usitake kuoji sana." Ni kweli, lakini hatuwezi kukaa kwenye bajaji kana kwamba wote mabubu, lazima tuongee, tuojiane na nini, si unajua tena." "Ni kweli, nimekuelewa. Nimeshakwambia yule mume wangu. Kwa hiyo mume wangu akiondoka, mimi siwezi kuwa na furaha. Natamani tu muda wote niwe naye." Kumbe. Basi poa, haina shida. Sawa, nimekuelewa." Basi bajaji ile ikaelekea kumrudisha Husna nyumbani kwao. Mwenye bajaji alikuwa anawaza sana huku akimtazama Husna, kwa sababu Husna alionekana kuwa mnyonge, lakini Husna pia alikuwa ni mzuri, mwenye mvuto na binti mteke. Yaani ninapokuambia mteke na maanisha. Mwenye bajaji akaona sasa sina namna, kwa sababu binti amekuwa mkali sana, na nitafanyaje ili nipate namba yake. Mwenye bajaji kwa kuwa alikuwa ni msela konki, msela ambaye anajua maisha yakoje hasa Dar es Salaam, ni mjanja sana. Mwenye bajaji akachukua simu yake kujifanya anaongea na simu mara moja. Alivyochukua ile simu, mwenye bajaji akawa anaongea na mtu. Wakati huo Husna amekaa nyuma akisubiri kufika safari yake. Mwenye bajaji akajifanya anazungumza na jamaa. Oya mwana, sikiliza sasa. Hebu hapo kuna oili hapo nimeacha. Alafu hiyo oili hiyo chukua, changanya na nani, sawa? Kwa sababu ukichanganya hiyo kila kitu kitakaa sawa. Bana. Mwenye bajaji akajifanya simu yake imekata sario, hali ya kuwa bado alikuwa na hamu ya kuendelea kuzungumza.
Hivyo ndipo mwenye bajaji akamuomba Husna simu yake mara moja ili aitumie. Kwa kuwa Husna alikuwa ni binti mzuri na mrembo na mpole na binti ambaye ana majivuno, haikuwa ni kazi ngumu kwake. Alimpa mwenye bajaji simu kwa maana ya kuwasiliana na huyo aliyekuwa na shida naye. Lakini mwenye bajaji alitumia akili hiyo na kuchukua namba yake na kubipu simu ya Husna wake na kudelete haraka na kujifanya kana kwamba anazungumza na mtu. Na baada hapo alikata na kumrudishia Husna simu yake. Wakati huo amekwisha ipata namba. Husna alikuwa ajui lolote linaloendelea kwa sababu alikuwa hana mawazo hayo ambayo mwenye bajaji huyafanya. Aliona ni kawaida tu na haikumsumbua hata kidogo kwa upande wake. Basi safari ikaenda mpaka Husna akafikishwa nyumbani kwao na kushuka na kuendelea na safari. Mwenye bajaji alifurahi sana kuchukua namba ile kwa sababu alijisikia ni mtu ambaye ana faraja sana kupata namba ya mtu mrembo kama Husna. Ingawa Husna hakujua lolote linaloendelea. Basi masiku yakapita na masiku yakaenda. Ndipo siku ikawadia, Omari akafika kule kwa wazazi wake, akapokelewa kwa furaha sana sana. Omari alipofika kule ilikuwa ni kama nusu birthday yake, kwa sababu mama yake alimrukia Omari na baba yake alimrukia Omari kwa sababu ni mtoto wa pekee. Hivyo wote walifurahi kwa pamoja. Wao mwanangu, bwanangu Omari mwanangu, we jamani, uko mjini we unakula nini? Omari, maana kiatu mguu sura mwanangu, jamani. Omari, hebu niambie basi mwe. Babake Omari kwa kabila ni Mrugulu, hivyo alifurahi sana kumuona Omari. Na vivyo hivyo mama yake Omari alianza kuzungumza na Omari. Jamani, baba Omari, haya mambo ni maajabu. Omari akutoka hivi sasa hivi, Omari mkono umekuwa mnene, mwili umekuwa mkubwa. Jamani, yani baba Omari, haya ni maajabu. Unajua Dar es Salaam kuzuri jamani, au twende? Omari akadakia mazungumzo yale na kusema kwamba mama, hakuna lazima ya kwenda Dar es Salaam. Haya ni maisha ya kawaida tu. Omari alifurahi sana. Akaanza kuambia mama na baba, nimefurahi kuwakuta mkiwa salama, nimefurahi kuwakuta mkiwa hai. Ni jambo la faraja sana. Na nimewaletea zawadi nyingi sana. Na zawadi hiyo, mama, nimekuletea kanga, nimekuletea sukari, nimekuletea unga na vitu vingine. Lakini baba, nimekuletea kanzu, nimekuletea msuri pamoja na vitu vingine. Nimefurahi sana kuwakuta wazazi wangu. Na faraja yangu kubwa ni kuwa nanyi hapa siku 2-3 ili niwahi kurudi Dar es Salaam kwa ajili ya kuendelea na mambo mengine. Basi wazee wale wakafurahi sana baada ya kusikia maneno yale ya Omari yaliyokuwa mazuri. Wakafarijika kwa kweli. Na kama unavyojua, wazazi wanapomuona mtoto wao wanavyokuwa, wanakuwa ni watu wa furaha sana. Basi baba yake na Omari akaingia ndani
na kumuita mama yake na Omari ili mradi akalikamate jogoo kubwa kabisa ili alichinje mwanae aenjoy siku hiyo. We mama Omari, mama Omari, abe mume wangu, unasemaje nawe? Mimi naongea na mtoto huko bwana we. Ushaanza tena. Mama, baba anakuita, nenda tu mama, mimi sinipo, usiwe na wasiwasi. Aya, ngoja nikamsikilize kwanza. Mama Omari, ngoja nikwambie kitu mke wangu. Lile jogoo kubwa lile tulokataa kuuza lile siku ya Idi 45,000 lile mimi leo nalichinja. Kweli wewe unampenda mwanao kweli, hata mimi pia nampenda. Lakini lile unajua ni mbegu lile baba Omari. Nakwambia tulichinje leo mwanangu wale. Mwanangu kanenepa we. Mimi ngoja nilichinje bwana. Hebu kwa niliko wapi? Basi ndipo baba yake na Omari akatoka nje na kwenda kulikamata jogoo lile na kulichinja kama unavyolijua kuku la kienyeji. Ndipo hapo Omari akaanza kula, likapikwa, wakapika na mchele mpya, wakaanza kula kwa pamoja. Chakula kilikuwa kizuri na chenye furaha kwa sababu walikuwa wamekutana mama, baba na mwana. Kama unavyojua, basi masiku yakapita. Omari akamaliza kukaa kule kwa wazazi wake na kuwasalimu. Wakaanza kudiskasi swala zima la maisha yao. Baba Omari, mwana wetu Omari anataka kurudi Dar es Salaam. Sasa kama anataka kurudi Dar es Salaam, lazima tumuulize. Sisi tunataka mwakani ama mwezi ujao aje huku achukue mke. Sawa? Ni kweli mama Omari unachosema, ni kweli. Huyu tena asichelewe, mwezi ujao tu aje achukue mke. Yule Mariamu wa pale yule wa jirani, umemwona kile kimwali kile? Yule Mariamu yule, unajua ni binti mzuri, yule ndo atamfaa yule kwenda mjini. Maana huyu Omari sasa hivi alivyo, akienda kule akikutana na wanawake wa mjini kule, basi hakuna tena kazi. Aondoke na huyu Mariamu huyu, sawa? Hebu muite kwanza tuzungumze naye. Omari, Omari. Na mama, uko wapi tena? Niko huku tu, nilikuwa naangalia migomba yangu niliyoachaga midogo, naona imekuwa na ndizi hizi, kisukari hizi zimekuwa kweli. Wewe mkono wako mzuri. Yaani umeziacha lakini zimemea hizo, zinazaa na ndo zinatupa hela sana. Wewe kutuma hela yako si kazi yake. Tunanunua vichai basi, vinyanya, tunanunua vinguo vya kuvaa siku ya mnada. Lakini kuhusu ndizi, zinatupa hela mwanetu. Sasa Omari, inabidi tukae na baba yako, tuna mazungumzo hapa. Mazungumzo hayo, Omari baba yako anasema anataka kabla hajafa akuone una mke. Kwa maana hatutaki ukae sana, inabidi mwezi ujao urudi huku ufanye kuoa. Sawa? Hata ikiwezekana uende ukaage kazini, uje huku siku 2 tufanye ndoa ya mila huku. Alafu uondoke na mkeo ukaishi huko. Sasa hivi si una kazi wewe? Unapanga chumba chako, mnaanza. Huyu Mariamu mtoto wa jirani hapa, si unamkumbuka yule binti yule? Namkumbuka mama, namkumbuka. Kale ka binti kale kazuri, sasa hivi umekaona ametengema, yaani kazuri na kana heshima kweli. Sawa mama, namkumbuka yule alikuwa mweupe yule, kama anaka shape fulani hivi. Mwanangu naye wewe malaya wewe. Akashepu ulikaona wapi? Na kati kipindi kile ndio alikuwa na miaka 15 sijui ile. Lakini sasa hivi ametengama kweli unavyosema, kwenye 18 hivi ama 19 ndio miaka yake. Na shule kashamaliza. Hivi aliyekuwa ndani hapo katoka juzi. Kamwali kazuri. Na umri wako wewe kidogo hamjapishana sana. Wewe 25 yeye 19.
Sio mbaya mwanangu, sawa? Hebu tumsikilize na baba yako anasemaje. Ni kweli unachosema. Mimi leo nitatoka hapa wakati Omari wewe kesho asubuhi unaondoka. Mimi nakwenda kuzungumza na baba yake. Na nilishazungumza naye muda mrefu sana. Kashasema sawa na msubiri huyo Omari. Kwa mimi nishaziba pale. Nishaweka kabisa oda. Mwanangu, Omari uje kuoa. Sawa mwanangu? Sawa, nimekuelewa baba. Wala usiwe na wasiwasi, na mimi nimefurahi. Kama ingewezekana naweza ukamuita tu mara moja nimuone au inakuaje? Wewe ngoja pale, si uko na bibi yake na wewe. Babake saizi hayupo, mamake sasa kufaga yule. Moja nikamchukue tu. Basi ndipo mama Omari alienda nyumba ya jirani na kurudi na Mariamu. Binti mzuri wa Kirugulu, mwenye shepo nzuri. Akarudi naye mpaka pale. Mariamu, abe mama, huyu mwanangu anaitwa Omari. Yule nilokuambiaga yule anafanya kazi Dar es Salaam. Ndio huyu. Nimemuona. Mzuri huyo. Omari, shikamo. Marahaba, jambo. Sijambo. Basi msimalize tena maongezi. Wewe unatakiwa uwe mke na wewe uwe mume, sawa? Haya, wewe rudi Mariamu. Sisi tunamalizana na huku. Wiki ijayo anakuja kufunga pamvu, anakuoa, sawa? Umempenda lakini? Mama, nimempenda Omari. Ananukia huyo mzuri. Kama wale watu tunaonaga kwenye simu, wale shangazi akijaga na simu huko, nikiangalia kwenye simu kama wale wanakuaga Facebook. Mzuri. Basi mazungumzo yakawa hivyo na Mariamu akaelekea kwao. Ndipo Omari alipofurahi sana kuona binti mrembo. Basi wazazi wakabariki maneno yao na Omari akarudi nyumbani. Kesho yake akajiandaa vizuri sana na kurudi Dar es Salaam kwa ajili ya kwenda kuaga ili kuja kuoa. Lakini mpenzi msikilizaji, kama ndo mara yako ya kwanza kujiunga katika channel yangu, na kuomba click button nyekundu iliyoandikwa subscribe ili uwe wa kwanza kupata video zangu. Omari akachukua basi na kurudi zake Dar es Salaam, huku akiwaza na kuwazua namna gani wazazi wake wamempokea na kumtaka haraka aoe. Omari akawa ameshikwa na bumbuazi. Binti wa Kirugulu Mariamu ametokea kumpenda Omari, na vivyo hivyo Omari amezimia kumuona binti mrembo sana naye. Lakini Omari alikuwa akiwaza na kuwazua kwa namna gani atamwacha Husna. Omari alikuwa na mashaka sana na kusema nitamwachaje Husna wakati wazazi wake tayari wamekwisha mchagulia mke. Omari akaona hapana, ngoja nimshirikishe baba kwa sababu mama yangu namjua. Basi Omari alipofika Dar es Salaam, cha kwanza akachukua simu na kumpigia baba yake. Baba, Omari, unasemaje? Umefika salama Ndiyo baba. Ila baba, najua pale kweli mlisema swala la kuoa, lakini mimi huku kuna msichana nilikuwa naye. Sasa unasemaje? Maana nafikiria jinsi gani nitamwacha, na nimekaa naye muda mrefu, na yeye matarajio yake ni kuolewa na mimi. Ingawa hata mimi siwaamini wanawake wa Dar es Salaam, lakini baba, ungenipa ushauri kwanza, tunafanyaje hapo? Omari, naona usitaki kunitibu, umesikia? Hao wanawake wa Dar es Salaam hao wabaya. Hao wanawake hao sio wazuri, hawana tabia nzuri hao. Hata nikimwambia mama yako, atakutolea lazi. Kwani wewe mwenyewe mwanangu Omari, fikra zako wewe zilikuwa vipi? Unataka kuoa Dar es Salaam ama mtoto huyu? Kikweli baba, hata mimi fikra zangu kuoa Dar es Salaam sio kweli, siwezi.
Na wanawake Dar es Salaam mimi wengi siwakubali kwa sababu wana tabia zile za ajabu ajabu, ingawa huyu nilokuwa naye hana shida yoyote. Lakini sasa baba, nitamwachaje naye kanizoea, na hata nakuja huko kanisindikiza mpaka stendi. Wewe unadhani tunafanyaje hapo? Sikiliza mwanangu, wewe njoo, ukirudi na mke unaenda unapanga, yeye akisikia umeoa huyo anakimbia, hawezi kukaa na wewe, sawa? Hilo baba kweli umezungumza. Basi hakuna shida baba, nimekuelewa. Mimi nimefika salama. Ila sasa itabidi ni mtaarifu shangazi kuhusu ndoa na nini. Alafu ndio nije huko ikijayo tufanye ndoa, sawa? Hakuna shida mwanangu. Basi mazungumzo yalikuwa hivyo baina ya Omari na baba yake baada ya Omari kurudi Dar es Salaam. Siku zikapita. Basi Omari alipofika Dar es Salaam, ndipo baada ya kuzungumza na baba yake kwa simu na kumweleza, akaona bora aende na kumtambulisha anti yake kuwa baba na mama wamekwisha mtafutia mke. Omari alianza kuzungumza na anti yake. Anti, na jambo la kukwambia. Na najua umemzoea sana Husna, wanakuja hapa, lakini kiukweli katika fikra zangu sikuwaza mimi kuwa mwanamke wa Dar es Salaam. Na nilipofika kule kuwatembelea baba na mama wamenitafutia mke, hivyo wiki ijayo natakiwa nikafunge ndoa ya kimila kule nirudi naye. Na kwa sasa nimeshapata pesa na nataka nipange chumba, ingawa pesa zingine amenishikia Husna. Nitaenda nitamwambia bila yeye kujua, atanipa. Nitapanga chumba, wiki ijayo naenda nachukua mke na rudi naye Dar es Salaam. Omari mwanangu, kweli unachosema, hata mimi nilitaka kukuambia mwanamke ukitaka kuoa ukaoe kijijini, lakini mbona Husna ana tabia nzuri tu, kwa nini umwache? Lakini ukiachana na hivyo, Husna amekuzoea wewe. Unadhani unaweza kumwacha hivi kiwepesi wepesi? Omari mwanangu, angalia sana, tena uangalie hasa, kwa sababu si swala la kawaida hilo mwanangu. Naelewa sio swala la kawaida kabisa. Ni kweli shangazi, lakini hakuna namna, inabidi mimi nioe na wiki ijayo naende kufunga ndoa tu. Lakini sawa, kwa sababu ni mke mwema utampata kutoka kijijini, ni vizuri zaidi. Basi ngoja tujiandae hapa na mimi niende, lakini Husna sijui tumdanganye vipi. Tusimwambie sijui kama tunasafiri au tumwambie kuna tatizo, ili abaki hapa asitupigie sana simu, ili tumalize shughuli. Kija hapa tafute chumba kabisa, ila uondoke mtaa huu. Uondoke kabisa, ukapange Magomeni hapa Manzese hapa. Watu watakuona mbaya kwa sababu kila mtu anajua mahusiano yako, sawa? Nimekuelewa auntie. Basi ngoja niende kwa Hussein kwanza, kwa sababu tangu nirudi sijakutana naye. Haina shida, mimi nipo hapa. Naenda kwa Hussein, halafu baadaye nampitia Husna, akanipa ile pesa, halafu nitarudi nitakupa jibu shangazi, sawa? Haina shida mwanangu, wewe nenda tu. Ndipo Omari alipoanza kushika njia na kuelekea kwa rafiki yake Hussein. Mara tu alipofika kwa Hussein, alimkuta Hussein yuko nje kwao na kuanza kufanya naye mazungumzo. Hussein vipi mwanangu? Omari. Safi mwanangu, inakuaje? Poa mwanangu. Nimekwenda kuona wazazi rafiki yangu hadi raha. Naona umepata baraka zote. Safi sana mwanangu. Na bibi mkubwa anaendeleaje? Bibi mkubwa bwana hajambo, baba na hajambo, fresh kabisa. Ila sasa sikupata muda wa kuongea na simu. Unajua kule network inasumbua, sikuweza tena kuwapa simu wasilimiane na wewe, lakini hope kwamba niliongea nao kila kitu. Akasema huyo rafiki mwema na wamekupa bless zote mwanangu. Yaani poa.
Safi sana. Husna bwana ndio alikuwa ananisumbua hapa. Mbona rafiki yako arudi? Mbona rafiki yako arudi? Mbona nikamwambia hii mambo gani sasa? Huyu atarudi. Hivyo sasa hivi hapa inabidi mpigie simu mwambie kama upo hapa ili aje mara moja kuone, maana hayuko sawa kwa kweli. Basi poa, hamna shida. Hamna shida mwanangu. Mimi nimekuelewa. Hakuna shida yoyote. Ngoja nimpigie hapa. Halo baby. Uko wapi? Omari jamani mpenzi wangu. Umesharudi? Niko kwa Hussein hapa. Uje hapa kwa Hussein. Nakuja sasa hivi, nachukua pikipiki nakwambia. Nachukua Husna. Hapo kwa kuchukua pikipiki tembea tu mpenzi wangu. Basi poa, natembea nakuja sasa hivi. Naomba unisubiri hapo Omari, nimekumisi Omari jamani. Mpenzi wangu nimekumisi, naomba nisubiri. Sawa, mimi nakusubiri hapo kwa Hussein. Poa, naenda kukoga kabisa. Nakoga kabisa, nisubiri kama dakika 20 hivi. Sawa, si nenda kwa nishafika. Nakoga kabisa na mwaga dada. Nakuja uko sawa? Hamna shida. Ndipo Husna alipoelekea kuchukua maji ya koga na kujiandaa kwa ajili ya kwenda kumwona mpenzi wake aliyesafiri Omari, ili apate utulivu wa moyo wake. Maisha yalikuwa mazito kweli. Basi Omari alianza kumhadithia Hussein rafiki yake kipenzi kuhusu maamuzi ya baba na mama pamoja na ya kwake. Hussein rafiki yangu, nikwambie kitu bwana, mimi nilikwenda kule kwa baba, lakini kule bwana wamenitafutia mke. Haina sababu ya kukuficha ndugu yangu. Wamenitafutia mke na kinachofuata hapa ni mimi wiki ijayo naenda kuoa, na naomba wewe uwepo rafiki yangu. Naomba unibless, hata usipokuwepo basi naomba unibless ili mimi nikaoe, kwa sababu mama kamchagua huyo binti mzuri babu. Unapomwona kama Husna hivi, maana kile mzuri hatari. Halafu sasa washamba, tunajua mtu wa kijijini anakuwa mtulivu na nini. Kwa hiyo mama kanichagulia, baba kanichagulia na mimi fresh. Umeona? Kwa sababu kama nilivyokuambia rafiki yangu Hussein, mimi mwanamke wa Dar es Salaam kuoa sio kweli, siwezi kuoa kwa kweli, lazima nikwambie ukweli. Kwa hiyo katika hilo bwana, naomba unibless rafiki yangu, usinikasirikie. Naomba wewe ni bless, mimi nende zangu nikafanya mambo. Sawa, mimi nimekuelewa tu Omari, usijali, hayo mambo ya kawaida tu. Ila Husna sijui tutamweka wapi rafiki yangu. Nimemzoea sana shemeji yangu, lakini poa. Unajua nakwambia kitu. Auntie pia nishampanga. Kanambia niame hapa nikahamia Magomeni, nipange chumba, mke wangu nikija naye nikakaa naye Magomeni. Swala la Husna huyo, wewe achana naye bwana. Mwenye atavumilia maumivu yataisha tu, au unasemaje? Kweli, lakini inauma. Ingelikuwa wewe ungefanyaje kwa mfano? Kweli unachosema, lakini sasa ndio hivyo, mimi Dar es Salaam siwezi kuoa mke. Amini nakwambia. Basi poa, nimekuelewa. Husna huyo umemwona anakuja leo, amependeza leo bibi wangu. Kati ya vitu au kwa sababu kanimisi. Ndio ujue sasa, wewe unasema tu ndoa, angalia mtu huyo, usije ukampoteza. Mtu muhimu sana huyo, anakusupport, ana mambo mengi na nini. Basi tuache bwana, sijui kama tuna discuss hayo tena. Wow, Omari mpenzi wangu. Hussein, nakuomba jambo moja, fumba macho kwanza, ni mchumba wangu. Unajua sijamuona muda. Hamna shida, mimi nafumba macho. Dakika ngapi shemeji? Naomba dakika 2, nataka nimchum tena na nimkumbatie. Okay, anyway, mimi nafumba macho. Hapo ndipo Husna alipoanza kumchumu Hussein kwa mabusu. Alipoanza kumchumu Omari kwa mabusu moto. Mabusu ambayo yalikuwa ya mahaba kweli. Mabusu ambayo mazito, na kumkumbatia na kumwambia kwamba nimekumisi mpenzi wangu. Kumisi sana mpenzi, kumisi sana Omari. Nimekumisi hasa. Unajua siku chache ulizokaa huko. Wewe acha. Bwana Hussein, naomba nikuache na mchukua mpenzi wangu, nataka tukaenjoy leo. Nataka tukale chakula chetu huko kwa dada,
alafu dada ayupo leo, nataka nimpe na cha ale, alafu ale tena. Wow. Leo Omari anatakiwa akale, alafu ale tena eh? Okay, shemeji fresh, mimi nimekuelewa. Ndio hivyo nakwambia. Omari leo, dada leo hayupo. Natakiwa uende nyumbani kwangu leo kwa dada, ukare, alafu ule tena. Haya bwana. Hussein, mimi ngoja nikuache bwana. Ngoja naende, ila shangazi nitamtumia message asinike chakula, alafu mimi leo sirudi. Ndipo Omari na mpenzi wake Husna wakaelekea mpaka ambapo Husna anapoishi. Walipofika pale, kama ilivyo ada, Husna ni binti moja mtiifu sana. Akaanza kutengeneza chakula kizuri sana, kitamu na chenye ladha. Ndipo akamchukua mpenzi wake Husna, huyo mpenzi wake Omari, na kuanza kumlisha wakiwa wawili, kwani siku hiyo dada yake alikuwa amesafiri. Husna alionyesha mahaba ya kumlisha Omari. Wakala chakula hiko kwa raha zao, wakala kwa raha nzuri kabisa. Basi Husna akamkumbatia Omari huku akimlisha kama mtoto mdogo. Omari alifurahi sana, lakini ndani ya fikra zake akawa anafikiria sasa, kwa mahaba haya na mwachaje huyo mtu, itakuwaje? Lakini Omari akapiga moyo konde, akasema potelea mbali, kwa kuwa maji kisha mwagika hayazoreki. Omari akapewa chakula na akapewa chakula kingine cha usiku. Akala vizuri kabisa. Alipomaliza, Omari, palipofika asubuhi, Omari akamuaga mpenzi wake. Husna, mimi naona kifua kinauma kidogo. Samahani, nataka nikoe. Usijali, nikoele mimi tu. Wewe unakoa? Haya, hauko baridi Morogoro? Ni kweli, lakini sio sana hivyo. Sasa hivi kumeanza kuwa na joto, lakini kule si unajua milimani baridi kawaida, alafu mimi nimekulia kule, ni swala la kawaida sana. Basi mpenzi wangu, nikwambie kitu. Mimi wiki ijayo pia nataka kwenda kwa bibi huko kijijini. Nataka naende kwa kamone, kwa hiyo nadhani wiki hii tutatoka na dada, tutaenda zetu huko kwenye site yake. Tukishatoka huko tutaelekea huko. Ndio maana leo nimekupa mpenzi moto mpenzi wangu, ili tutawasiliana kwa bibi huko. Mimi nitakaa wiki tu, wala usijali, alafu nitarudi, sawa? Omari akafurahi sana kusikia hivyo, kwani akajua huu ndio upenyo sasa wa mimi kwenda kuoa. Ni jambo jema kabisa kwangu, kwa sababu anawaza na kuona kwamba Husna akiondoka kwake ni fursa kubwa kabisa ya yeye kupata ndoa. Hakuna shida, nimekusikia mpenzi. Hamna shida, mimi nitakubless. Na sasa kile kia kibaki chetu kilichokuwa naweka kile, naomba, zimefika shilingi ngapi? Zile zimefika kama 1,800,000. Okay, sawa. Sasa chukua 400,000, alafu nipe 1,400,000, kwa sababu kule mama bwana nimekwenda, lakini mama kule mashamba bwana sasa hivi nguvu ya kulima hana, na baba pia anaumwa. Kwa hiyo nachotaka kwenda kule kufanya ni kwamba nitaenda kule, tawarimishia. Nataka niende kama siku 3 hivi. Wakati wewe unaenda huko safari yako, mimi naenda kule kama siku 3. Kazini nimeshaga. Shaenda kule, nataka niwarimishie kule, ni waweke vizuri hizo siku 3, na waite watu kwa ajili ya kulima na nini kuweka mambo sawa, alafu narudi faster, sawa? Lakini pia nataka nikapange Magomeni, kwa sababu pale kwa shangazi tena sitaki tena niendelee kukaa. Ukizingatia pia mshahara wangu pia utanisaidia, then tutakaa mimi na wewe tutapanga mambo mazuri zaidi. Lakini ngoja kwanza niende Magomeni nikaishi huko, alafu hapa nitakuja na dada ili tujuane na nini, mambo mengine tutapanga mpenzi wangu, sawa? Sawa, nimekusikia mpenzi wangu. Nitafurahi uje kutoa barua hapa kwa dada, sawa? Ili na wajomba pia niwaambie, ili kama vipi mambo yakae sawa, si ndivyo?
Ni kweli, inabidi tufanye hivyo. Omari anaongea maneno hayo, kumbe anamlamba kisogo. Yani anampaka mafuta kwa mgongo wa chupa. Maskini ya Mungu, Husna hajui chochote kinachoendelea. Kwa kweli ni mtihani. Mtihani umekuwa mkubwa sana kwa upande wake. Lakini usilolijua ni kama usiku wa kiza. Basi siku ikafika, Omari akaondoka na pesa ile, na wakati huo Husna akaondoka safari yake kama ilivyo kawaida. Husna akaondoka na dada yake kwenye safari ambayo wao wameipanga, na vivyo hivyo Omari ameondoka Morogoro kwa ajili ya ndoa. Omari alifika Morogoro na ndoa ikafanyika, na sherehe ikawa kubwa sana ya kimila. Omari amemwoa mtoto ajulikanaye kwa jina la Mariam, mtoto mzuri, mtoto mrembo sana sana kabisa, mtoto ambaye kwa kweli ana mvuto, mtoto wa kijijini lakini mwenye shepu lake, mtoto wa kijijini mwenye sura yake, mtoto wa kijijini mwenye kila kitu chake. Basi Omari akarudi zake baada ya ndoa hiyo, akarudi zake Dar es Salaam na mke wake huyo ajulikanaye kwa jina la Mariam. Ndipo Omari alipokwenda kupanga Magomeni kama vile ambavyo alipanga kabla. Sherehe ilifana huko. Omari akaenda zake kupanga Magomeni na kuanza maisha yake mapya Magomeni na mke wake ajulikanaye kwa jina la Mariam. Mapenzi yalikuwa ni moto moto baina ya Omari na Mariam. Omari alikuwa mapenzi mahaba moto moto na Mariam. Wakati huo alipofika tu, ndipo ilibaki kama siku 3 ama 4 hivi, siku ambazo Husna anatakiwa arudi Dar es Salaam. Na wakati huo Husna ajui lolote linaloendelea, kana kwamba Omari ameoa, ajui chochote, kwa sababu kila siku anawasiliana na Omari na anajua tu Omari amekwenda kuwalimishia wazazi wake. Lakini Husna ajui lolote kuhusu hilo. Lakini Omari amerudi Dar es Salaam na ameanza kukaa saba ya kwanza na mkewe ajulikanaye kwa jina la Mariam. Nini kitafata baada ya Husna kujua kwamba Omari ameoa? Na je, atafanya nini? Ndugu mpenzi msikilizaji, kama ndio mara yako ya kwanza kujiunga katika channel yangu, na kuomba ukliki button nyekundu iliyoandikwa subscribe ili wewe wa kwanza kupata simulizi zangu. Lakini pia usikose kutazama sehemu ya pili ama kusikiliza sehemu ya pili ya simulizi hii inayomhusu Omari. Hii ni zaidi ya maumivu, more than pain. Kitu gani kitafata huko baada Husna kujua kwamba Omari ameoa kutoka kijijini? Nini kitafata? Na je, Omari amepata mke sahihi? Mimi na wewe hatujui, lakini naomba usikose kusikiliza simulizi hii katika sehemu ya pili, ndipo utajua nini Husna alifanya baada ya kujua Omari ameoa, na nini Omari amefanya baada ya Husna kugundua Omari ameoa. Hayo ndo maisha ya mapenzi. Mapenzi yanauma, mapenzi yanaumiza, ni zaidi ya maumivu, more than pain, ni zaidi ya maumivu. Usikose kutazama sehemu ya pili. Karibu sana. Mimi ni Mr. Mengi aka Kisiki, na hii ni Mengi Simulizi, na mtunzi wako ni Mr. Mengi. Karibu.